subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na mchezo wa kombe la klabu bingwa barani Afrika, ambapo mchezo huu umeikutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club dhidi ya MC Alger kutokea katika nchi ya Algeria, ambapo mchezo huu umeweza kuchezwa majira ya saa 10 jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo Yanga walikuwa wakitafuta tiketi ya kwenda robo finali michuano mikubwa ya kombe la bingwa barani Afrika. Mchezo huu umeweza kumalizika kwa sare ya 0-0 licha ya klabu ya soka Yanga Sports Club kuweza kufanya majaribio ama mashambulizi katika kipindi cha kwanza na kipindi cha pili, lakini majaribio hayo yameweza kugonga mwamba kwa Yanga Sports Club kuweza kuondoka na alama 3 mbele ya MC Alger katika michuano mikubwa ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo tunaona mpaka mwamuzi wakati alipopuliza kipenga chake, basi Young Africans ama timu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kutoa sare ya 0-0. Mara baada ya mchezo huu kumalizika, tunaona kunako msimamo wa kundi A kwa sasa jinsi ambavyo unaakisi. Mara baada ya mechi za makundi kumalizika, anayekamata nafasi ya kwanza ni Al Hilal Omdurman kutokea katika nchi ya Sudan. Al Hilal wamecheza mechi 6. Katika mechi 6 wameshinda michezo 3, wakitoa sare mchezo mmoja na kupoteza michezo 2. Al Hilal Omdurman wamefunga mabao 6 na wao kuruhusu mabao 7 wakiwa na alama 10. Lakini katika nafasi ya pili ni MC Alger kutokea katika nchi ya Algeria, ambapo MC Alger yeye amecheza mechi 6 akishinda michezo 2 pekee na kutoa sare michezo 3 wakiwa wamepoteza mchezo mmoja. MC Alger amefunga mabao 4 na yeye kuruhusu mabao 2, yani goal difference, wana faida ya mabao 2. Lakini katika nafasi ya MC Alger ya pili wana alama 9, lakini anayekamata nafasi ya 3 ni Young Africans ama timu ya soka ya Yanga Sports Club. Yanga wao pia wamekamilisha michezo yao kwa kucheza michezo 6 wakiwa wameshinda michezo 2 pekee na kutoa sare michezo 2. Young Africans wamefungwa michezo 2. Yanga wamefunga mabao 5 na wao kuruhusu mabao 6. Yanga wanadaiwa bao 1 wakiwa na alama 8 katika nafasi ya 3, lakini anayeburuza mkia ni TP Englebert Mazembe ambaye yeye amecheza mechi 6. Katika mechi 6 kwa upande mwingine ameshinda mchezo mmoja pekee akitoa sare michezo 2 na kupoteza michezo 3. TP Englebert Mazembe amefunga mabao 7 na yeye kufungwa magoli 7 akiwa na pointi 5 katika nafasi ya 4 ya msimamo wa ili kundi A. Kwa hiyo tunaona mechi za kundi A mzunguko wa 6 zimemalizika. Al Hilal wamechezea kichapo cha bao 4-0 kutoka kwa TP Englebert Mazembe, huku MC Alger wakibananisha sare Young Africans katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo tunaona klabu ambayo imeweza kwenda hatua ya robo finali katika hili kundi A ni Al Hilal Omdurman sambamba na klabu ya soka ya MC Alger kutokea katika nchi ya Algeria. Kwa ni vilabu viwili pekee ambavyo vimequalify kwenda robo finali. Kwa tunaona safari ya Yanga Sports Club kunako michuano mikubwa ligi ya mabingwa barani Afrika imeishia katika hatua ya makundi kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Sasa mara baada ya mchezo wa Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya MC Alger kumalizika na klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuweza kutoa sare ya 0-0, basi kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu kwa upande mwingine ameweza kuwatia moyo kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club kwa kuweza kutolewa katika michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu ukiangalia Yanga ndio ilikuwa klabu pekee ambayo ilikuwa ikituwakilisha Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki katika michuano mikubwa ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini ndio hivyo, safari ya Yanga Sports Club imeishia katika hatua makundi. Kwa hiyo rais huyu ameweza kuwatia moyo Yanga Sports Club na kuambia kwamba wasikate tamaa na kuendelea kupigania michezo ambayo kwa sasa ipo mbele yao. Na ikumbukwe kama Yanga Sports Club watafanikiwa kumaliza katika nafasi za juu katika msimu katika ligi kuu ya NBC, basi wataweza tena kuqualify ama kusonga kucheza tena michuano mikubwa ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika.